ambayo ni mema, sio mabaya, ili niwape matumaini ya siku zijazo na wapenda. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Huo ni ujumbe ambao Nabii Yeremia alipatiwa na Mungu wakati wake kwa kusudi maalum, na ujumbe huu pia unaendelea kuishi hata katika siku za leo. Mungu anapendezwa kusema nasi ujumbe huu wa kutia moyo katika siku zetu hizi, siku za mwisho tunazoishi. Somo la leo ni kusimama na mpango wa Mungu katika siku za mwisho. Kusimama na mpango wa Mungu katika siku za mwisho. Tuombe. Mungu mwema, tunalibariki na kulitukuza jina lako Jehova. Asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa sababu unaishi na neno lako linaishi. Asante kwa sababu hatuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Asante kwa sababu sana wakati huu tena Mungu unalo neno litakalo tufanya maisha yetu yaendelee. Tuendelee kuishi maisha ambayo wewe unayakusudia. Tunakushukuru kwa ajili ya yote ambayo Mungu umeyafanya kwa ajili yetu. Ni kwa neema yako tu. Tunaendelea kujitiisha chini ya mkono wako ulio hodari, na Roho yako Mtakatifu kiongozi na mwalimu aendelee kutufundisha, na wewe Mungu ukazidi kuinuliwa katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Tunaweza kukaa. Msingi wa somo letu ni kutoka kwenye Yeremia 29 mstari wa 11, mstari ambao ni maarufu sana. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwenye tafsiri nyingine ya Kiingereza ya NIV au New International Version, tunapata kitu kingine au tunapata nyongeza ya kile ambacho tumekisoma kwenye tafsiri ya Kiswahili kwenye Yeremia 29 mstari wa 11. Kwenye tafsiri ya Kiingereza ya NIV inasomeka hivi: For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kwa hiyo kwenye tafsiri ya Kiingereza tunaona anasema ya kwamba Mungu anayo mipango kwa ajili yako. Mungu anayo mipango mingi kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Asema Bwana. Na kwenye Biblia unapokutana na neno Bwana ambalo limeandikwa kwa herufi kubwa, lina mwakilisha Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Linamwakilisha Mungu
wa kweli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambaye Wayahudi walikuwa wanamuita Yahweh au Jehova, Mungu ambaye ni mtakatifu sana, Mungu ambaye hawezi kufananishwa na kulinganishwa na kitu chochote, aliyekuwako, aliyeko sasa, atakaye kuwako milele na milele. Haleluya. Anasema anao mpango kwa ajili yako wewe binafsi, anao mpango kwa ajili yangu, asema Bwana. Na anaonyesha hiyo mipango yake. Anasema mipango ambayo Mungu anayo kwa ajili yako na kwa ajili yangu ni mipango ya mafanikio, ni mipango ya kutufanikisha. Yaani Mungu amekusudia kutufanikisha. Mungu amekusudia kukufanikisha wewe binafsi. Mungu ameweka mpango. Mungu anao mpango kwa ajili ya kukufanikisha wewe binafsi, sio mtu mwingine. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema na kwenye hiyo mipango alionayo ya kukufanikisha, hakuna mipango ya kukudhuru. Kwenye tafsiri ya Kiingereza ndio tunapata ile neno harm, kwamba Mungu hana mipango yoyote ya kukudhuru au kukuumiza. Ijapokuwa wakati mwingine tunapitia katika mambo ambayo yanatuletea maumivu, mambo ambayo yanatuumiza, mambo ambayo wakati mwingine yanaumiza eneo letu la kiroho, mambo ambayo yanaumiza kwenye huduma zetu, kwenye nafasi zetu, mambo ambayo pia kwenye jamii zetu yanaumiza, mambo ambayo yanasababishwa na jamii zetu, familia zetu. Wakati mwingine tunakutana na mambo yanayoumiza. Kusalitiwa na ndugu zetu ni mambo ambayo yanaumiza. Lakini wakati mwingine tunapopitia hali ngumu za kiuchumi, ni mambo pia yanayoumiza. Na wakati mwingine tunapopitia changamoto za kiafya, magonjwa mbalimbali, magonjwa ambayo pamoja na jitihada za utaalamu wa madaktari na madawa, lakini bado
hata baada ya pale mtu anapojitahidi kuipambania afya yake ili iweze kuwa katika hali ambayo ni njema, wakati mwingine hayaonekani matokeo yanayotarajiwa, nayo pia yanaendelea kuwaumiza watu. Wakati mwingine ni changamoto za kitaifa, changamoto za kisiasa, wakati mwingine changamoto za kisiasa zinaendelea kuumiza watu. Watu wanaendelea kuumia kutokana tu na wakati mwingine watawala kubadilika na kuanza kuwadhuru na kuwaumiza watu. Kama kwenye Mithali anavyosema, anapotawala mtu mwovu watu hugua, bali mwenye haki atawalapo watu ufurahi. Kwa hiyo wakati mwingine tunashuhudia maumivu ya watu, au watu wanashuhudia maumivu yanayosababishwa tu na eneo la kisiasa. Na maumivu mengine yote ambayo yanaweza yakampata mtu au yakalipata kanisa kwa kusababishwa na kitu kingine chochote au kwa kutokusababishwa, lakini tuna neno la tumaini siku ya leo ya kwamba Mungu, haleluya, ya kwamba Mungu anao mpango, anao mpango, na mpango huo una mipango ya kukufanikisha. Haleluya. Ya kukufanikisha wewe kibinafsi, lakini pia Mungu anayo mipango ya kukufanikisha wewe na wengine kijumuiya, familia yako na taifa lako na ulimwengu kwa ujumla. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukweli huo tunaupata kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Haleluya. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 28 mstari ule wa kwanza. Tasoma tu na ule wa pili, lakini unaweza kusoma mpaka mstari ule wa 14. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Anaendelea kuelezea hizo baraka ambazo unaweza kuzipata. Yaani mpango wa Mungu ni kukubariki katika kila eneo. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, kila mahali utakapokuwa baraka zitakufuata zenyewe.
baraka hutazitafuta, bali zenyewe ndio zinazokutafuta. Mungu atusaidie sana. Unajua watu wanahangaika kuhama kutoka sehemu moja au nyingine kutafuta mafanikio. Lakini kitu ambacho hawakielewi ni kwamba kama unaishi na laana, popote utakapoenda utafanikiwa. Hata mahali ambapo watu wanafanikiwa. Lakini kwa sababu wewe unatembea na laana na hiyo laana inakufuatilia, utafanikiwa popote. Lakini kama una baraka ya Mungu, popote unapokuwa, hata mahali ambapo panaonekana ni pagumu, wewe utafanikiwa. Hata mahali ambapo ni pakame, wewe utafanikiwa. Kwa sababu Mungu ataamuru baraka ikufuate pale pale ulipo. Na baraka ya Mungu haishindwi popote. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ni pale utakapokuwa umesimama na mpango wa Mungu. Kwenye waraka wa 3 wa Yohana mstari ule wa 2 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo, na kuwa na afya njema. Kwa hiyo unaona, unapopitia matatizo ya kiafya, unaweza kufikiri yale magonjwa yameachiliwa ili kukudhuru. Lakini tunaona mpango wa Mungu. Mungu anasema, mipango yangu ni kukufanikisha na sio ya kukudhuru wewe. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Kwenye Yohana 10:10 kipengele B, Yesu anasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo tunaona mipango ya Mungu ni kukufanikisha wewe na kunifanikisha mimi katika siku hizi za mwisho. Haleluya. Lakini sio tu kufanikisha, lakini tunaona maandiko katika mstari huo yanaendelea kusisitiza na kuonyesha jambo jingine, inayoonyesha kwamba mipango ya Mungu pia ni kukupa tumaini katika siku zako za mwisho. Haleluya. Na kuweza kufurahia. Haleluya. Kwa nini mipango ya Mungu ni kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho? Ni kwa sababu tuweze kufurahia uwekezaji ambao tumeufanya. Haleluya. Kufurahia uwekezaji ambao tumeufanya. Unaona, baada ya kuokoka pia ni kufanya uwekezaji. Haleluya. Baada ya kuitikia wito wa Yesu, baada ya kuokoka ni kuwekeza. Ndio maana Yesu alipokuwa anawaita Petro, Mathayo na wengine, wale wanafunzi wa Yesu walikuwa, kabla ya kuitwa, walikuwa wamewekeza katika maeneo yao tofauti. Kama Petro, yeye alikuwa amewekeza kwenye uvuvi. Petro alikuwa amewekeza kwenye uvuvi. Mathayo yeye alikuwa ni mtoza ushuru. Kama sasa hivi tukisema afisa wa TRA. Lakini tunaona Yesu alipowaita alithamini uwekezaji wao waliofanya. Kwanza aliona wana kitu. Ndio maana Biblia inasema aliye na kitu ataongezewa. Kwa hiyo Yesu alitafuta watu wenye kitu. Haleluya. Yesu aliwaokoa watu ambao tayari wana kitu. Na kupitia kile kitu, ili Yesu aweke uwekezaji wake yeye ambao ni bora zaidi.
6:68 tunasoma hivi: baada ya Yesu kuwaita hawa mitume, wakawa wanatembea naye, lakini kafika mahali Yesu, wale watu wote ambao walikuwa wanamfuata Yesu, akawaambia maneno ambayo wao hawakupendezwa naye. Tunasoma hivi: kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Haleluya. Hapa ni kama ule uwekezaji ambao Petro, Mathayo na wenzake walikuwa wamefanya, ni kama ulipitishwa kwenye kipimo cha moto, kama vile dhahabu inavyoweza kupimwa kwenye moto. Kwa hiyo maandiko yanaonyesha kwamba kuna wengine wakapoteza tumaini walilokuwa nalo kwa Yesu, kwa kumfuata Yesu, likawa limepotea. Wakaona kumfuata Yesu hakuna sababu, wakaona kumfuata Yesu hakuna faida. Maandiko yanasema wengi wakarejea nyuma, wakaona hakuna faida ya kumfuata Yesu. Na hapo ndipo tunapoona sasa Yesu anawageukia mitume, anawauliza, ninyi mna uamuzi gani? Mnaona wale wote ambao walisema watanifuata popote nitakapoenda, wameamua kuondoka. Ninyi mnasemaje juu ya uwekezaji wenu? Mtaendelea kuwekeza kwangu kama ambavyo wewe Petro nilikwambia, ukinifuata nitakufanya kuwa mvuvi wa watu? Je, bado uko tayari kuendelea na maono niliyokushirikisha ya kuendelea kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wangu? Tunaona jibu la Petro. Yeye anasema yuko tayari kuendelea na ule uwekezaji alioufanya. Unaona, Petro anasema, anamwambia waziwazi Yesu, anamwambia sisi tumeacha vyote, tumeacha kila kitu, tukakufuata, tukawekeza muda wetu, tukawekeza mali zetu, tukawekeza kila kitu, tukawa tayari kupoteza. Petro anasema pamoja na uwekezaji ambao tumeuwekeza, hatuwezi kuacha, tutaendelea. Na anasema twende kwa nani? Na wewe Yesu una maneno ya uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati kama ilivyokuwa kwa wanafunzi wa Yesu, walipokutana na hili jaribu,
walikuwa wanahitaji kupewa tumaini kutokana na uwekezaji wao walioufanya. Maandiko sehemu nyingine yanasema, msiutupe ujasiri wenu kwa sababu una thawabu kubwa. Kwenye Ufunuo wa Yohana anasema, shika sana ulicho nacho asije mtu akaitwaa taji yako. Kwa hiyo kuna wakati ambao mimi na wewe tunahitaji kupewa tumaini na Mungu. Elia pia, unaona, baada ya kupata ushindi mkubwa dhidi ya manabii wa Baali na watu wote wakamwamini Mungu kupitia Elia, lakini tunaona baada ya vitisho vya Yezebeli, tena mwanamke tu alimtisha. Maandiko yanasema Elia alikimbia, akaenda kule alikoenda, amefika amechoka. Akasema, akamwomba Mungu afe. Anasema nimebaki peke yangu tu, ameshaua manabii wote, nimebaki mwenyewe tu. Lakini Mungu anamwambia, haujabaki mwenyewe. Wako watu wengine 700 ambao hawajapiga goti kwa Baali. Kuna wakati unajiona uko peke yako, lakini Mungu bado anao watu wengine na anayo mipango ya kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho, ili tuweze kufurahia uwekezaji ambao tumeamua kuufanya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maneno mengine, Yesu hakutaka Petro na wenzake aliowaita wapate hasara au waishie njiani. Ndio maana pia ujumbe huu unakuja siku ya leo, kwa sababu Mungu hapendi mtu awaye yote ambaye alianza safari yake vizuri aishie njiani. Ndio maana Mungu anatupa tumaini katika siku zetu za mwisho. Sababu ni kwamba tuweze kufurahia uwekezaji wetu. Na pia yeye Mungu aweze kufurahia uwekezaji wake alioufanya. Mpaka Yesu kutuokoa sisi, kuna uwekezaji mkubwa alioufanya. Yesu alienda pale msalabani akalipa gharama kubwa. Na ndio maana kwenye Isaya 53 mstari wa 11 anasema ataona mazao ya taabu yake. Haleluya. Na ndio maana tunaona Yesu aliweza kuona mazao ya taabu yake. Yale masumbufu aliyoyapata pale msalabani, yale mateso aliyoyapata pale msalabani, leo tunashuhudia watu mamilioni na mabilioni na matrilioni, kizazi baada ya kizazi, wakitakaswa na kusafishwa na damu ya Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona ili uweze kufurahia mipango ya Mungu ya kukupa tumaini katika siku zako za mwisho, sababu yake ni kwamba ili uweze kufurahia uwekezaji uliofanya kwake, na yeye Mungu aweze kufurahia uwekezaji aliofanya, lakini pia uweze kufurahia maamuzi chanya uliyoyafanya na kuyasimamia na kuonyesha mtazamo mzuri, kama ambavyo tumeona Petro
alivyoweza Petro na Mathayo na wanafunzi wengine wa Yesu waliweza kufurahia kwamba yale maamuzi walioyafanya hayakuwa mabaya. Na watu wengine kwenye Biblia tuliona Mfalme Daudi, Abigaili, Meshaki, Shadraka na Abednego, Ibrahimu mwana mpotevu na wengine mashujaa wa imani ambao walifanya maamuzi ya kuwa upande wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kusimama na mpango wa Mungu katika siku za mwisho. Tunapozungumzia siku za mwisho, ni siku za namna gani? Biblia inatuonyesha vile siku za mwisho zilivyo. Kwenye Timotheo 2:3-1, Timotheo 2:3-1 mpaka 5 tunasoma hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema kusimama na Mungu, kusimama na mpango wa Mungu katika siku za mwisho, siku za mwisho ndivyo zitakavyokuwa. Yaani watu watakuwa na tabia za namna hiyo ambazo zimetajwa hapo kwenye Timotheo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na kuna kitu kingine tena hapo kulingana na somo letu. Anasema kusimama na mpango wa Mungu katika siku za mwisho. Tumeshaona siku za mwisho zitakuwaje, na siku zinazozungumziwa ni siku za mwanadamu, yaani mimi na wewe. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Na hizi siku za mwanadamu zina vipindi au nyakati tofauti tofauti. Yaani kuna mgawanyo wa siku za mwanadamu, au kuna hatua za siku za mwanadamu. Kwenye Zaburi sura ya 90. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Zaburi 90 mstari wa 12. Tunasoma hivi: basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya.
Kwa hiyo siku za mwanadamu zimegawanywa katika vipindi au nyakati tofauti tofauti. Ni mwanzo au kuanza kwa maisha ya nani? Ya mwanadamu. Haleluya. Kuanza. Kipindi hiki ndicho pia ambacho uwekezaji unaanza kwa mwanadamu. Sawa? Ni mwanzo wa uwekezaji wa mwanadamu. Na kipindi hiki ni kipindi cha kutungwa mimba, kuzaliwa na kukua. Luka 1:21, Luka 2:52. Luka 1:21, Luka 2:52. Ni 1:31. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Luka 2:52. Na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo tunaona kuna kipindi hicho, na sasa hivi hapa tulipo tunatofautiana. Kuna mtu ambaye sasa kwenye hicho kipindi hayupo, sawa? Lakini kuna wengine ambao wapo kwenye hicho kipindi cha kutungwa mimba, kuzaliwa na kukua, kama ilivyokuwa kwa Yesu. Lakini kuna kipindi cha katikati. Kuna vipindi vitatu tu. Kuna kipindi cha katikati. Hiki kipindi cha katikati, kama ilivyokuwa kipindi cha kwanza ni kipindi cha uwekezaji, hiki sasa kinakuwa ni kipindi cha ukomavu. Uwekezaji ulishafanyika tayari. Ni kipindi cha ukomavu. Yaani mtu anatoka katika utegemezi na kujitegemea. Na hapa ndipo anapofanya uamuzi wa hatima au mustakabali wa maisha yake yatakavyokuwa. Kwenye Waebrania 11:24 tunasoma ya kwamba Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa muda mfupi. Biblia inasema kwa kitambo. Yaani ilifika wakati Musa yeye alizaliwa akalelewa nyumbani mwa Farao. Lakini tunaona baada ya kuwa mtu mzima akawa kwenye hicho kipindi cha katikati, kipindi cha ukomavu, akajitambua, akaacha kufikiria mambo ya kitoto. Kama Mtume Paulo anavyosema, nilipokuwa mtoto mchanga nalifikiri kama mtoto mchanga, nalitenda kama mtoto mchanga, lakini nilipokuwa mtu mzima nikayabatilisha mambo ya kitoto. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho mtu anaamua hata Mungu yupi wa kumwabudu. Na kipindi hiki ndicho ambacho hata sheria za nchi yetu ya Tanzania
inawezekana na nchi nyingine zinampa nafasi ya kufanya maamuzi yake, sio tena kwa kutegemea wazazi na walezi wake. Kwa hiyo anaweza kugundua ya kwamba kile nilichokuwa nakiamini hakikuwa sawa, na akagundua kilicho sawa ni kipi na akaamua kukifuata. Ndio hicho kipindi ambacho sasa mtu anakuwa na maamuzi yake, lakini hayo maamuzi ndiyo yatakayoamua hatima yake, maisha yake yatakavyokuwa, maisha yake ya kimwili na ya kiroho pia, maisha yake ya sasa na ya baadaye pia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna kipindi cha tatu ambacho ni kipindi cha mwisho. Kipindi hicho cha mwisho, kama ambavyo tumeona, kipindi cha kwanza ni kipindi cha uwekezaji, kipindi cha pili ni kipindi cha ukomavu, lakini kipindi cha mwisho na cha tatu ni kipindi cha mavuno. Ni kipindi ambacho sasa yale yaliyofanyika kwenye kipindi cha kwanza na cha pili ndio yanaonekana, ndio yataonekana kwamba katika kipindi cha kwanza na cha pili, katika wakati wa kwanza na wa pili, yale ambayo yaliwekezwa yataonekana sasa. Hapo ndipo utakapojua mbivu na mbichi. Kipindi cha mavuno ni kipindi cha kuvuna ulichopanda kwa kuona matokeo ya uwekezaji uliofanyika kabla. Tumeshaona kwamba Mungu yeye mwenyewe amewekeza kwa kumtoa mwanawe pekee Yesu Kristo akaja hapa duniani ili watu wote watakaomwamini wasipotee bali wawe na uzima wa milele. Kwa hiyo kipindi hicho cha mwisho ndio kipindi cha Mungu kuona matokeo ya uwekezaji wake, lakini pia na muamini kuona matokeo ya uwekezaji wake.